moja ya kumtambulisha Yesu Kristo, yaani kumwandalia Yesu Kristo watu kule kuja kwa kwanza kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo yeye alikuwa ni mshale unayeelekeza watu kwa Yesu Kristo. Alibatiza ubatizo wa toba uliitwa hivyo, ubatizo wa Yohana, akiwaelekeza watu kwa Yesu Kristo. Na ubatizo msingi wake ulikuwa ni kwa maji mengi, si maji machache, kwa maji mengi. Na tunaona pia ubatizo ambao wanafunzi wa Yesu Kristo, wale mitume, waliobatiza watu kwa maji mengi kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Nao pia walikuwa wakielekeza watu kwa Yesu Kristo. Sasa huu batizo naanza kuzungumzia Yesu wakati amekuja kwenye Mathayo mtakatifu sura ya 28 mstari wa 19. Yesu aliwaambia, endeni ulimwenguni mote mkahubiri Injili, mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tazama, mimi niko pamoja nanyi mpaka ukamilifu wa dahari. Kwa hiyo Yesu alikuwa anawaagiza wale wanafunzi wake, wale kina Petro, wale kina Andrea, wale mitume. Lakini katika kuagiza kwake Yesu aliwaambia atakuwa pamoja nao mpaka ukamilifu wa dahari. Kwa maneno mengine, hata waacha. Sasa baada ya Yesu Kristo kusulubiwa akafufuka siku ya tatu, Matendo 1:4. Yesu wakati alipoagiza Matendo 1:4 akawaambia usiende kubatiza kwanza, yaani Matendo 1:4, baada ya kufufuka kwake akawaambia msiende kwanza kubatiza, subirini ahadi ya Baba. Kwa hiyo wasubiri ahadi ya Baba, ni chumba cha juu, wasubiri ahadi ya Baba, Roho Mtakatifu. Kwa hiyo wakati wamepata Roho Mtakatifu, Matendo 2, wakajazwa Roho Mtakatifu. Baada ya kujazwa Roho Mtakatifu, mitume wakaenda kuhubiri Injili. Watu walipouliza kwamba tufanye eje Petro na mitume wengine, akawaambia tubuni, mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na watoto wenu na watu wote walio mbali